Arusha anayesikia sauti hii nyosha mkono namna hii. Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, ndugu viongozi mbalimbali ambao mmeambatana na mgombea wetu. Ndugu mgombea, nashukuru kupata dakika chache za kutoa salamu kwa ndugu zangu wa Arusha na kupitia kwao kwa Watanzania. Arusha, asanteni kwa heshima mlioitoa kwa mgombea urais wa chama chetu kwa kujitokeza kwa wingi. Asanteni sana. Ndugu mgombea, ndugu wana Arusha na Watanzania, zimebaki siku 26 tuende kufanya tendo la kizalendo la kupiga kura ya kumchagua tena Dr. Samia Suluhu Hassan awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeanza kuzihesabu siku zinakwenda. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi kinaamini kwamba demokrasia ni msingi wa muhimu katika ujenzi wa taifa lenye umoja, mshikamano na maendeleo ya kweli. Chama cha Mapinduzi ni waamini thabiti katika hilo, kwa matendo yake na maandiko yake. Na ndio maana tumemleta kwenu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye katika miaka 4 ya uongozi wake amethibitisha bila mashaka kwamba ni muumini wa demokrasia ya kweli na ameitenda kwa vitendo na maneno yake. Na wale ambao wana mashaka na hilo, kwa mara nyingine na waomba waje mezani na hoja. Mimi nitazitoa hoja hapa, na wao waje mezani na hoja. Na hapa nataka kuambia wana Arusha na Watanzania, tarehe 29 tunaenda kupigia kura muumini wa demokrasia ya Tanzania, ambao ni msingi wa umoja na mshikamano wa taifa letu. Rais Samia alipoingia madarakani miaka 4 iliyopita, alikuta nchi yetu kuna minong'ono, ukakasi juu ya hali ya siasa na mahusiano ya kisiasa katika nchi yetu. Kwa sababu ni muumini wa demokrasia, akasema hatuwezi kuiendesha nchi namna hii. Nchi ni ya wote. Akaamua kuunda timu mbalimbali zimpelekee mapendekezo ya namna ya kurekebisha hali. Katika timu alizounda, aliwaleta wasomi, akawaita wanasiasa, akawaleta viongozi wa dini, akawaleta watu wa kawaida, waandishi wa habari na watu wengi. Na timu zikaenda kutafuta maoni ya Watanzania. Moja ya ubora na nguzo muhimu ya demokrasia ni ushirikishwaji. Rais Samia akawashirikisha Watanzania wenyewe waseme wanataka maridhiano gani ya kisiasa hapa Tanzania. Wengi walishiriki. Bahati mbaya, baadhi yao waligoma kushiriki. Na hapa tuambiane ukweli, rafiki zetu wa Chadema ni katika watu ambao hawakupenda kushiriki ile michakato ya mwanzo. Lakini Rais Samia akasema, nyinyi tuliowateua nendeni katuleteni mapendekezo. Na hawa waliogoma bado akaamua kuwasikiliza, kutimiza nguzo ya muhimu ya demokrasia,
Wengi wape, wachache wasikilize. Samia aliwasikiliza. Timu hizi zikaleta mapendekezo. Nataka niwaambie kwa nini tarehe 29 tunaenda kupigia kura demokrasia ya nchi yetu. Wakaleta mapendekezo. Mapendekezo yao yaligawanyika kwenye makundi matatu, niseme nisiseme. Kundi la kwanza ni la yale mambo ambayo yanahitaji utashi wa kisiasa, hayahitaji sheria wala mabadiliko ya katiba. Rais Samia akayachukua, akasema haya natekeleza. Mojawapo akasema ruhusuni vyama vya siasa vifanye shughuli zao na mikutano ya hadhara, waachieni waende. Na leo tatoboa siri, niseme nisiseme, uamuzi huo haukuwa rahisi kukubalika ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa sababu Rais Samia ni jasiri, aliwashawishi wenzake, akasema waruhusuni. Tena walio nje ya nchi warudi nyumbani. Wakarudi, mliwaona mkuwaona? Niseme nisiseme. Katika ule mchakato tulikuwa na watu wengi, karibia 400 walikuwa kwenye magereza, wamekamatwa kwa sababu ya kesi mbalimbali zilizokuwa na uhusiano na siasa. Mama, muumini wa demokrasia, akasema waachieni. Na walionufaika wa kwanza Chadema, watu wao wakaachiwa wakiongozwa na Mbowe, maana tunataka kujisaulisha. Wakaruhusiwa, wakaanza kufanya maandamano, kufanya mikutano, na wakati mwingine wanamtukana huyo aliyewapa huo uhuru wa kufanya hayo maandamano. Mama akawavumilia. Grupu la pili walileta mambo ambayo yalihitaji marekebisho ya sheria, na hapa naomba tusikilizane. Moja, marekebisho ya kuipa uhuru zaidi tume ya uchaguzi. Mama akakubali. Mnataka nini? Tume huru. Tume huru na wapa. Sheria zikaenda bungeni, mimi mbunge tukazibadilisha. Leo uhuru wa tume ya taifa ya uchaguzi sio wa viwango vile tulivyovizoea. Upatikanaji wa watumishi wa tume, utendaji wa watumishi wa tume. Lakini leo hata namna ya kuwaondoa, hakuna mtu mmoja mwenye uhuru wa kumgusa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Hata rais mwenyewe hana mamlaka hiyo. Sheria imetungwa. Muumini thabiti wa demokrasia. Na ndio maana tarehe 29 tunataka tukapigie kura demokrasia yetu. Mama akafanya marekebisho. Nyie mtakumbuka chaguzi zilizopita, mgombea wa chama kimoja akibaki peke yake anatangazwa amepita bila kupingwa. Jamaa wakasema huu mwanya. Mama akasema wapeni. Leo hata ukibaki peke yako unapigiwa kura za ndio na hapana. Sasa niseme nisiseme, yakabaki mambo ambayo yanahitaji mabadiliko ya katiba. Na hata ile kamati ikamwambia rais, haya yanayohitaji katiba tufanye uchaguzi kwanza. Tukimaliza uchaguzi tutayashughulikia. Na hii ilikuwa busara, na mimi naipongeza sana zile kamati. Kwa nini? Kwa sababu taifa lilikuwa kwenye mchakato wa uchaguzi. Katiba
haitungwi kuwa ni katiba ya uchaguzi, inatungwa kuwa katiba ya maisha ya watu. Tukiitunga tunaenda kwenye uchaguzi, tutatunga katiba ya uchaguzi. Busara hiyo ndio ikakipelekea Chama cha Mapinduzi kuingiza swala la katiba mpya kwenye ilani yake ya uchaguzi. Ungwana wa mama huyu akasema, yale yote mliosema ambayo yahusiana na katiba nimewapa. Sasa jamaa zangu, pamoja na kupewa yote bado wamezira. Sasa ukizira, si tunaendelea. Tunachotaka ukizira, zira mwenyewe, usisababishe wengine kuzira. Zira wewe na wenzako, kalale nyumbani. Waachie Watanzania haki ya kupiga kura tarehe 29. Tafsiri rahisi. Ngoja nizione kura za Rais Samia. Hebu nyosha mkono namna hii. Samia oye! Ngoja niseme nisiseme. Kwa hiyo yoyote anayeipenda Tanzania, muumini wa kweli wa demokrasia, atakubaliana na mimi kwamba tarehe 29 ukienda kupiga kura, unapigia kura mchakato wa katiba mpya ya Tanzania kusimamiwa kwa mujibu wa utaratibu. Sasa anayepinga hilo abaki nyumbani, anayelitaka hilo twende kwenye vituo vya kupigia kura tarehe 29 tukamalize mambo. Leo jamaa walikuwa wanasema hatuna imani na wakurugenzi wa halmashauri kusimamia. Mama akasema wapeni, sheria imebadilishwa. Wasimamizi watatokana na watumishi wa umma waandamizi. Majina yao yatatangazwa kwenye gazeti la serikali. Sasa wakati mwingine ukiwa na mtoto unampa kila kitu anazira, unamwacha pembeni, njaa ikimkamata atarudi mwenyewe. Na mimi ninaamini waliozira wameamua kuua chama chao wenyewe. Sasa kama wameamua kuua wenyewe, walikitengeneza wenyewe, wamekiua wenyewe, Watanzania usizire na anayezira. Tarehe 29 twende tukapige kura kwa demokrasia ya Tanzania. Tumpigie kura mwana demokrasia wa kweli, muumini wa demokrasia, Dr. Samia Suluhu. Tarehe 29 Oktoba 29, ninawaomba Watanzania na hasa vijana, watu wote waliotafuta shortcut, njia ya mkato ya kuendesha demokrasia za nchi zao, leo wanajuta. Tanzania hatuna sababu ya kwenda huko. Chama chetu kimeonyesha uthabiti kwenye demokrasia. Mgombea wetu muumini wa demokrasia. Wale wote wapenda demokrasia, natoa wito kwenu, tarehe 29 twendeni tukamchague mwanademokrasia mwenzetu. Samia oye! Asante sana ndugu mgombea, tunakutakia kila laheri. Sisi wanademokrasia wenzako tunakuunga mkono. Tutapiga kura, tutasimamia mchakato, tutapata katiba mpya na tutasonga mbele kama taifa moja. Asanteni sana. Wana Arusha oye! Oktoba 29, naomba nimwalike Profesa Kitila Mkumbo kwa ajili ya salamu fupi. Karibu. Moye. Mheshimiwa
Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Balozi Dr. Asha Rose Migiro, katibu mkuu wa CCM, viongozi wote ambao tumefuatana na mgombea, ndugu wananchi wana Arusha, CCM oye! Mambo vipi? Mpo sawa? Mheshimiwa mgombea, nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru sana kwa kunipa heshima na fursa ya kusimama hapa niweze kutoa mchango wangu kwa dakika chache ambazo zimepewa. Ndugu wananchi, tupo hapa leo kwa lengo moja tu, ni kuendelea kushawishiana kwenda kumpigia kura Dr. Samia Suluhu Hassan awe rais wetu kwa awamu nyingine. Na mimi nitumie dakika chache hizi kujibu maswali mawili. La kwanza, tunachagua nini? Na la pili, kwa nini tumchague Samia? Leo tunapoenda kwenye uchaguzi wa mwaka huu, jambo kubwa sana la kuangalia, lazima tuchague mgombea ambaye anayajua mahitaji yetu, lakini pia anao uwezo wa kuhangaika na mahitaji hayo. Na kwa sababu tunatafuta serikali, duniani kote serikali zina majukumu yake mengi, lakini mawili ya msingi sana ambaye tunayemchagua lazima ayafanye. Jukumu la kwanza, lazima serikali iweze kulinda na kutunza amani, usalama na utulivu wa nchi. Lakini lazima serikali iweze kudumisha umoja na mshikamano wa kitaifa. Kwa hiyo mgombea na chama tunataka kukichagua lazima kiwe na sifa hizo, kwa sababu ndio msingi wa mambo mengine yote. Kazi ya pili ya serikali ya msingi ni kuchagiza na kuleta maendeleo kiuchumi, kisiasa, kijamii, kiutamaduni na kadhalika. Kwa hiyo ndio mambo ambayo tunachagua katika uchaguzi huu. Tunahitaji kuchagua mgombea na chama ambacho kinaelewa hayo mahitaji na kina uwezo wa kuyatatua. Swali la pili, kwa nini Samia? Na kwa kweli majibu ni mengi, lakini niseme machache kwa muktadha wa Arusha. Niseme nisiseme? Jambo la kwanza, hakuna shaka katika miaka yake